بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. سبحانك اللهم أنت العليم الحكيم، وأنت الحكم الملك الحق المبين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الإيمان والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك اللهم من الشر والشر، من الشك والشر والشرك والشقاق والنفاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Kabla ya kuingia katika maudhui ya kusherehesha Manzumatul Baiquni, nitatanguliza iktisab al-kalam au tanasub al-kalam, nasaha zenye munasaba na masomo haya yanayoendeshwa na asatidha katika daura hii, na nitakuwa na tambihi kadhaa, tambihat kuhusu masomo haya. التنبيه الأول وهو التنبيه على الإخلاص، لتنبيه يا إخلاص، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وسبب الله سبحانه وتعالى hatoikubali amali ya yoyote katika waja wake illa ambayo imefanywa kwa ikhlas. فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التنبيه الثاني تنبيه يقيني، احرصوا على همتكم في طلب العلم. kuweni na himma juu ya kujifunza elimu, hifdhan wa kitabatan, ahadi ya kuhifadhi maalumat muhimu, lakini kadhalika kuhifadhi katika kuandika. Sahibu himmati al-aliya lahu sha'na, mwanafunzi mwenye himma ya juu ana sha'ni katika umri. Wa sahibu himmati al-adna lahu sha'na, na mwanafunzi mwenye juhudi ndogo ana sha'ni katika umri wake. ومن هو دون ذلك له شأن، na yule ambaye hana juhudi ana sha'ni katika umri wake. والناس في طلب العلم درجات، na watu katika kujifunza elimu wako tabaka tofauti tofauti. والموفق من وفقه الله جل جلاله، na aliyeafikishwa ni mwanafunzi ambaye
ataafishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ufahamu na katika hifdhi na maarifa juu ya elimu anayojifunza. Atambihu athalith, tambihi ya pili ni alhisu ala alhifdhi walfahmi walmaarifa. Ni mwanafunzi kukupia juu ya kuhifadhi elimu, kadhalika kuifahamu, ajue ni kitu gani alifundishwa, ili na yeye afahamu ni kitu gani anachoenda kufundisha. Aidan, istainu biyaminikum wa qayyidu al-ilma bilkitabati, tumieni mikono yenu na ihifadhini elimu katika kuiandika. Wa ba'da dhalika alhirsu ala alamal, kisha baada ya kuhifadhi elimu uipupie kuifanyia kazi popote unapokuwa, iwe ni nyumbani au sehemu yoyote. Watahalli bil akhlaq al hamida, kisha ujipambe na akhlaqi nzuri, yani akhlaqu at-talib, tabia za mwanafunzi, ka husni al-khulqi, kama vile tabia nzuri, maneno mazuri, kuvaa vizuri, wataanni fi qadaya al-ilm, lakini kuwa mpole katika kuzungumzia qadaya za elimu, wa adami at-tasaddur, na kuto kuzungumza masala yanayozungumzia qadaya za elimu ambazo zinawapasa wazizungumze kibaru al-ulama. Kama tunavyoona sasa hivi katika mitandao mingi, vijana wadogo wadogo wanazungumza qadaya na masaili ya elimu za kibaru al-ulama. Hii ni hatari ambayo mwatakiwa musiige, bali fahamu kadri ya nafsi yako, na fahamu kitu ambacho unakifahamu kwamba ndicho ambacho watakiwa ukisimamie na ukifunze. Aina al-qari, msomaji wa Baiquni. Mimi nataka msomaji wa Mandhumatul Baiquni. Naam, طيب. أيوة، بداية من بيت أيوة، نبدأ من البيت الأول إلى بيت 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طه بن محمد بن فتوح البيقوني. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسل، وذي من أقسام حديث عدة، وكل واحد أتى وحد. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف فهو الضعيف وهو أقسام كثر أيوه. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل إسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي وما أضفته إلى الأصحاب من ممكن نجعل وما أضفته المصنف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. جزاك الله خير وبارك الله. طيب، قوله رحمه الله تعالى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الحديث الأول قوله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى قوله أولها الصحيح أي أول هذه الأقسام. Ya kwanza katika vigawanyo anavyovitaja al-Imam al-Bayquni ni al-hadith as-sahih. Taarifuhu qayyiduha. Taarifu ya hadithi ambayo ni sahihi huwa mattasala sanaduhu binaqli al-adl al-dhabit an mithli ila muntahahu min ghairi shudhudh wala illa. Yani law mattasala ithnani binaqli al-adl al-dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi shudhudh wala illa, unasema kwamba hii hadithi ina uwezekano wa kuwa ni hadithi sahihi hata kama ni marawi wawili. فتعريف الحديث الصحيح لا بد له من 5 شروط. ili hadithi iwe ni hadithi sahihi yenye kukubalika lazima yapatikane masharti 5. قيدوها. الشرط الأول يعني اتصال السند. أولها الصحيح وهو ما اتصل. Sharti la kwanza katika shurutu za hadith as-sahih ni ittisalu sanad.
ni sanadi ya hadithi iwe ni yenye kuambatana na iwe haina inqita. Sanadi ya hadithi huwa tahqiqu samai kulli rawin min ruwati alhadithi au alisnad au min ruwati alisnad, ni kule kuhakikiwa upokezi wa ruwatu alhadith au wa sanad ya hadithi min shaykhihi, kutoka kwa shekhe wa mwanzo aliyehadithia, min shaykhihi alawwal, wa shekhe wa mwanzo aliyehadithia, alladhi yarwi anhu alhaditha, ambaye anapokea kwa shekhe huyo hadith bitariqatin sahihatin mu'tabara, kwa njia iliyo sahihi yenye kuzingatiwa. Yani an yakuna kullu rawi min ruwatihi, iwe kila mpokezi katika wapokezi wa hadithi hiyo, qad tahammalahu an man fawqahu bitariqin mu'tabar, awe ameibeba ile hadithi, amebeba ile riwaya kwa yule ambaye yupo juu yake katika shuyukh, kwa njia yenye kuzingatiwa, yenye usawa. Min turqi tahammul alhadith athamania, katika zile njia 8 za upokeaji wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanawachuoni wameweka njia 8 za kuipokea riwaya kutoka kwa sheikh, sawa sawa awe ni as-sahaba au awe ni tabi'a au katika atba'u tabi'in au katika aimma min ruwat al-ahadith, katika wapokezi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Njia ya kwanza ni samau lafdhi sheikh, ni kusikiliza lafdhi ya shekhe anapohadithia hadithi. Njia ya pili ni alqiraatu ala sheikh, ni qiraa mbele ya shekhe ambaye umepokea kwake hadithi. Njia ya tatu ni alijazatu min ash-sheikh, ni kupewa ijaza na shekhe kuambia wewe unaweza ukaifunza riwaya hii au hadithi hii. Njia ya 4 ni almunawala. Njia ya 5 ni almukatabatu. Njia ya 6 ni al-i'lam. Njia ya 7 ni alwasiyatu, na njia ya 8 na ya mwisho ni alwijada. Haya biidhnillah tutakuja kuyaona na maana zake mbeleni biidhnillah. Sasa matasala isnaduhu, hadithi ambayo sanadi zake zimefungamana, dhidduhu man qata'a isnaduhu, kinyume cha ittisal ni al-inqita', fa khabaruhu yakunu ghayr sahih. Sanad ambayo imekatika imma kwa sababu ya mtu majhul, kwa rawi ambaye hakufahamika majina yake, au kwa rawi ambaye hakufahamika hata mji wake, hakufahamika nasaba yake, rawi akiwa ni majhul, kwa maana isnad imekatika. Na hii ni illa min ilal alhadith, ni sehemu katika illa ambazo husababisha hadithi au riwaya ikawa ni riwaya dhaifa. Alfaidatu athani qawluhu wa lam yushadh, hadha huwa ash-shart athani. Hii ndio sharti la pili, yani nafyu ash-shudhudh.
wewe unafupisha, unaandika masharti matano ya hadith as-sahih, ili ukiulizwa taja masharti matano ya al-hadith as-sahih, una uwezo wa kujibu. Kwa hiyo sharti la pili ni nafyu ash-shudhudh. Ni nini maana ya ash-shudhudh? Wanasema wanachuoni wa hadithi, ash-shudhudh mukhalifatu thiqa man huwa awthaq min. Na hii ni taarifu mashuhuri ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Mithalu dhalika, mfano, idha wujida fil isnad ittisal, ikiwa katika sanad tutapata sanad ina ittisal sanad, lakini kukapatikana adalatu arruwat, pia uadilifu wa ruwat wote wakawa ni waadilifu, wa dhabtu arruwat, lakini kadhalika walioipokea sanad ni huffadh katika wale mahafidhi wa hadithi, lakini kukapatikana ndani ya ile sanad athiqa, rawi ambaye ni thiqa, ni muaminifu, hasifikani na sifa ya uongo wala sifa ya tadlis, lakini khalafa jamaa min athiqat au thiqat al-athbat, lakini akawa huyu rawi ambaye ni thiqa amekhalifu kundi kubwa katika maruwati ambao ni thiqa zaidi yake. Mfano wa haraka, mfano al-Imam at-Tirmidhi, kukapatikana riwaya al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Daud, an-Nasa'i, wote kauli yao ni moja, kisha akapatikana al-Imam at-Tirmidhi au Ibn Majah akawa ana kauli nyingine. Hapa tunasema khalafa jamaa min athiqat au al-athbat, amekhalifu kundi kubwa la maimamu ambao wengine ni mashekhe zake na ni wakubwa zake kihifadhi na dhabt. Hapa hii inaitwa ash-shudhudh, na ndio maana al-Imam al-Hafidh al-Iraqi katika alfia yake akasema hivi, wa dhush-shudhudhi ma yukhalifu ath-thiqa fihi al-mala fa-ash-Shafi'i haqqaqa. Mnapenda mtu akinukuu abiati, sio? Sasa ndio mzihifadhi. Sisi pia tulikuwa tukiona mashekhe wanashuka na abiyat kama al-Sheikh Sheikhuna al-Fadil al-marhum Sheikh Ramadhan rahimahullahu ta'ala, alikuwa akiingia darasani akishuka na abiyat, tunapenda, wengine tukapenda mpaka kumuiga alipo akivaa kofia. Lazima uige mashekhe zako. Aiwa, ile taklida uifanye kwa shuyukh. Sasa idha kana fi riwaya, ikiwa katika riwaya ya hadithi kuna ittisal, kunapatikana riwaya haina inqita', lakini akapatikana rawi katika ruwatul hadithi ambaye ni thiqa, ni muaminifu katika upokeaji wa hadithi, lakini akakhalifu waaminifu zaidi, hii ndio inaitwa ash-shudhudh. Kadhalika mfano wa wazi ni hadithi ya Wa'il ibn Hujr anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yuharrik usbu'aihi fi as-salah, kwamba mtume alikuwa akitingisha kidole chake katika swala. Ruwatu hadha al-hadith thiqat
rawi wa hadithi hii wote ni thika, na ndani yake kunapatikana ittisalu sanadi, kadhalika wote ni huffadh, ni wale wenye hifdhi madhbut. Warau hadha alhadith, wameipokea hadithi hii an Asim ibn Kulayb au Kalib an abihi an Wa'il ibn Hujr أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد نصب أصبعيه، وفي رواية أشار بأصبعيه. ومبكي حديثه تقريبا راوي 15، وليس في روايتهم واحد قال يحركها، na hakuna katika ruwati hawa wote aliyesema alikuwa mtume akitingisha, illa Zaida ibn Qudama, isipokuwa rawi anaitwa Zaida ibn Qudama, ni thika katika thiqat, lakini amekhalifu jamaa min thiqat al-athbat, katika thiqati ambao ni wazuri zaidi. Kwa hiyo hapa hii riwaya inaitwa riwayatu ash-shadh, na ni katika miongoni mwa anwa za hadith adhaif kama tutakavyokujaona. Kwa hadithi ili ikubalike usahihi wake kupatikana sharti la pili ambalo ni nafyu shudhur. Sawa sawa. Qawluhu au yu'al, alfaidatu thalitha qawluhu au yu'al, هذا هو الشرط الثالث. شرط لتاتني نفي العلة، نفي العلة. نيني معنى يا علة؟ سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث ما أن ظاهره السلامة من علة. معنى yake ni sababu inayopatikana katika riwaya ya hadithi, sababu iliyofichikana ambayo ni qadihu yaqdahu fi riwayati alhadith au fi sihhati alhadith, ni sababu inayopatikana katika ule upokeaji wa marwat, sababu ambayo inakuwa ni illa, kama ni kasoro yenye kuitia illa ule usahihi wa hadithi. Na hapa ndo kunazalikana aina nyingine ya hadithi dhaif inayoitwa alhadithu alma'lul wal asah alhadithu almu'all, hadithi ambayo ni imekuwa dhaifu kwa sababu ya illa. Au maana nyingine ya illa ni khata'un khafiyun yaqdahu fi sihhati alhadith, ni kosa ambalo limepatikana katika upokewaji wa ile riwaya ya hadithi, kosa ambalo linaisababisha ile riwaya ya hadithi iwe ni dhaifu. Wa huna qalu alhadithu alma'lul au almu'allal au almu'all, wal asahhu alhadithu almu'all. Na illa zipo aina mbili. Aina ya kwanza, an takuna sababan khafiya, ile illa au ile kasoro iwe imefichikana. Mtu ambaye hana elimu na ujuzi wa somo la ruwatul hadith au kufuatilia mustalahul hadith hawezi kufahamu kwamba hapa kuna illa. Sharti la pili, an takuna sababan qadihan fi sihhati alhadith, iwe ile illa na ile kasoro ambayo imepatikana inaweza kuifanya hadithi ikawa ni dhaifu. Wa na'rif al-illa, tutafahamu kasoro ya hadithi bijam'i turqihi,
kwa kukusanya zile riwaya zote za maimamu walizozipokea. Mithalu dhalika, mfano tukakusanya riwaya ya Imam al-Bukhari, riwaya ya Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, kisha tukaangalia turqi zao na upokeaji wao. Sasa ikiwa illa haiwezi, ile kasoro iliyofichikana haiwezi kuwa sababu ya udhaifu wa hadithi, hiyo hadithi haiwi dhaifu kwa mujibu wa akwali za wanawachuoni. Mithalu dhalik, mfano khata'u rawi, kosa la mpokeaji wa hadith fi ismi sahabi, akikosea kwenye jina la sahaba ambaye amenukuu hadithi kutoka kwa sahaba huyo. Mathalan, an Abdullah ibn Umar قال كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. Mfano hadithi aliyoinukuu imepokelewa na sahaba mtukufu Ibn Umar kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Huyu rawi akasema an Abdullah ibn Mas'ud. Hii ni illa. Wewe waweza ukachukua moja kwa moja kwamba riwaya hii imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud, lakini kumbe imesimuliwa na Abdullah ibn Umar. Hii inaitwa ni illa. Illa hii sio qadiha, haiwezi kuwa sababu kwa kukosea jina la sahaba ikawa ile hadithi ni dhaif. Ili iwe ni hadithi dhaif, iwe ile illa ambayo imepatikana yenye kufichikana inasababisha riwaya ile au hadithi ile idhoofishwe. Sasa rawi anaposema hadithi hii an Ibn Umar, lakini kumbe hadithi an Ibn Mas'ud, hii ni khata'un fi riwayati alhadith, ni kosa katika riwayat alhadith, lakin la taqdah fi sihhati alhadith lianna jami'a as-sahaba kulluhum udul. Kwa nini haiwezi kuwa kosa la kusababisha hadithi ikawa dhaifu? Kwa sababu masahaba wote ni waadilifu. Ukisema an Umar muadilifu, an Abi Bakar ni muadilifu, an Ibn Umar ni muadilifu, an Ibn Mas'ud, an Ibn Abbas, wote ni waadilifu. Kwa kuwa wote masahaba wa mtume ni waadilifu, hii riwaya haiwezi ikadhoofika kwa ile illa iliyopatikana ya rawi kukosea jina la sahaba akataja sahaba mwingine. Alfaidatu alkhamisa, alfaidatu الرابعه au الثالث. Tuko pamoja? Aiywa. الفائده الرابعه قوله يرويه عدل، وهذا هو الشرط الرابع. hili ndio sharti la 4. ili hadithi iwe ni sahihi lazima an yarwiyahu al-adil, ipokelewe na rawi ambaye ni muadilifu. Taarifu al-adil, kwa hiyo sharti la 4 ni adalatu ar-ruwat. Adalatu ar-ruwat. Taarifu al-adil maana yake ni hiya malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati at-taqwa wal-muru'a. Uadilifu ni sifa ambayo inamfanya mwenye kusifikana na sifa hiyo awe na ucha Mungu, kadhalika abaki katika mandhari mzuri ambayo ni ya heshima, jamii itamheshimu. Kadhalika wanasema wanawachuoni, yani an yakuna rawi, awe yule mpokezi wa hadithi mausufan bittaqwa, anasifikana kwa ucha Mungu, wasidiq, kadhalika anasifikana na ukweli, wa bistiqamati fi dinihi,
na awe anasifikana na msimamo katika dini yake. Sio leo mara yuko na masufi, kesho yuko na khawarij maibadhi, kesho yuko na mbona hamtaji makundi ashia, kesho kutwa yuko na aiwa. Yani lazima mpokezi wa hadithi asifikane na adala, awe ni mkweli katika upokeaji wa hadithi. Kadhalika awe ni hafidhan ala muruatihi baina an-nas, awe ni mtu mwenye kujiheshimu na kuheshimu ile hadhi yake katika jamii. Hii ndio maana ya uadilifu wanaohitaji wanachuoni. Wengine wakasema awe ni mtu ambaye hafanyi munkar kwa wazi, yani mtu yuko pale akawa anafanya munkar, huyo si mtu mwadilifu. Lakini hatoki kwenye uadilifu mtu ambaye anafanya dhambi sirra, kwa sababu kullu ibn adam aiwa. Sasa rawi atakapokuwa anasifikana na murua lakini kadhalika na taqwa, huyo anasifikana na adala. Alfaidatu alkhamisa wa huwa dhabtu arruwat, yarwihi adlun dhabitun an mithli. Dhabtu arruwat, sharti la tano ni dhabtu arruwat. Taarifu dhabti, maana ya dhabtu yani ni alhifdhu, yule mpokeaji wa hadithi asifikane na hifdhi ya kuhifadhi. Wa huwa qawlu rawi, yakusudiwa hifdhi ya mpokeaji wa hadithi kauli yake anaposema haddathana fulanu an fulanin an fulanin an fulanin akhbarana fulanan an fulan anba'ana fulan an fulan. Hii inahitaji hifdhi. Wewe na mimi hadithi moja tu au sanadi moja, ukiambiwa emu tutolee hadathana, hapa katikati utatia babu zako anjadi. Kwa nini? Kwa sababu ya su'ul hifdh. Lakini maimamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwahifadhi na akawajalia ni aqwiya katika hifdhi, walikuwa kina Imamu al-Bukhari wakisema hadathana al-Imam Muslim hadathana al-Laythi hadathana, yani mpaka mwisho, na wote wanakuwa ni sahihi. Sasa lazima rawi wa hadithi au hadithi ili iwe sahihi ipatikane sharti ya tano ambao ni dhabtu ruwat. Kutoka ahadithie kutoka kwa shekhe wake aliyepokea mpaka hadithi fika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala kadha qala kadha wa kadha, wa hadha adhabtu dhabtu as-sadr. Na hii inakuwa yaitwa dhabtu as-sadr, yani hifdhi ya kuhifadhi riwaya. Adhabtu naw'an, dhabti ipo aina mbili. Kuna dhabtu as-sadri ambayo inakusudiwa al-hifdh, lakini dhabtu al-kitaba, kuhifadhi kwa kitabu, kwa maana kuandika. Ukaandika maalumat kisha ukayahifadhi vizuri na ukayafikisha kwa usahihi kama ulivyoandika. Hii inaitwa dhabtu ruwat. Tunabidi tuende haraka ili tuangalie inshallah tukamilishe hizi abiyat. Allahu aalam, muda ni mchache sana. Sasa katika masharti haya, matano ya hadith as-sahih kunapatikana illa tano ambazo zikitokea illa hizi inasifikana hadithi ina illa katika anwa' adh-dhaif, katika aina
katika miongoni mwa aina za hadith adhaif. Kwa haraka, illa ya kwanza ni an yakuna munqati'an, ni ikiwa riwaya ya hadithi ni ina inqita', imekatika. Wa huwa an yasquta rawiyani fa akthar, imma an yasquta rawin wahid fa akthar بشرط عدم التوالي. كذلك إلا يبيل أن يكون معضلا، وهو أن يسقط الراويان فأكثر بشرط التوازن. أنكيني واختصار. لكن إلا يتاتني أن يكون مرسلا، نيكيوا ndani ya riwaya kunapatikana sifa ya irsal. وهو أن يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إرسالي nikupokea tabi' akataja moja kwa moja akaisnadisha hadithi kwa mtume. Yani tabi' akisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hii ndio inaitwa irsal, na katika miongoni mwa anwaa za hadithi adhaif. مثال ذلك الحسن البصري، مفانو الإمام الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو الزهري حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية لا تصح. يعني أكسيما الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو مثلا الإمام الزهري أكسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، hadithi hii haikubaliki moja kwa moja. Lazima tuangalie sanadi ya hadithi aliyoinukuu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu baina ya arrawi ambaye ni tabi lazima kuwe kuna wasita ambaye ni nani? As-sahaba. كذلك إلا يتام بأن يكون مدلسا، وكان تدليس، لتدليس لإخفاء عين أو مخالفة حقيقته. يعني وقد كان عين عيب كالرواية أو راوي أكخالفه حقيقة وإلى الرواية. مفانو أن يروي الراوي حديثا عن شيخه بقوله حدثنا فلان. مفانو راوي akipokea riwaya kwa kusema hadathana fulan au hadathana shaykhuna akhbarana fulan, kisha akadondosha au akaacha mmoja katika waliopokea hadithi ile kabla yake. Hii ni illa katika riwaya. Au akawadondosha au akawaacha rawi wawili au watatu, kisha akasema hadathana fulan, na wakati katikati kuna hadathana fulan an fulan, ndio shekhi wake. Kwa fulani na fulani akawaacha akasema hadathana sheikhuna. Hii ndio tadlis katika as-sanad, kiasi ambacho mwanafunzi anaposoma riwaya kama hii atadhani moja kwa moja kwamba huyu amepokea moja kwa moja riwaya hii kwa shekhi wake, kumbe amepokea kwa mashekhe zaidi ya wawili kabla ya shekhi wake. Sasa hii inaitwa ni tadlis katika riwaya. Na tadlis ipo aina tatu. Aina ya kwanza ni tadlisul isnadi, tadlis katika sanad. Kadhalika kuna tadlis at-taswiya, kadhalika kuna tadlis ash-shuyukh, tadlis ash-shuyukh. Tunarudi katika hadithi ya kwanza ambayo ni al-hadithu as-sahih. يقول رحمه الله تعالى
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أبياتي بلا شك zimeeleweka sio? أيوة. kisha akasema rahimahullah ta'ala والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما. وصحيح لغة كثر أو كثر؟ كثر. nani anasema كثر؟ وهو أقساما كثر. وصحيح ni msituangushe. Usahihi wake ni wa huwa aqsaman kathir. Kuna mwenye hoja ya lugha au hamuna minakashat na nashat? Wa huwa aqsaman kathir, kwani aqsama maana yake ni jambo gani? Wa aqsaman kathira au wa aqsaman kathir, usahihi wake ni huo. Taarifu ya alhadith alhasan, wanachuoni wengi wasema ni taarifu ya alhadith as-sahih, illa isipokuwa hadith alhasan imepungukiwa na sharti moja katika yale masharti matano ya alhadith as-sahih. Kwa maana katika hadith al-hasan lazima kupatikana ittisal sana na adalatu ar-ruwat na dhabt ar-ruwat, lakini ni takhfif al-dhabt, takhfif al-dhabt. طيب، قوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. كلا رواية أو حديث ambao masharti yake yatakuwa ni kinyume na masharti ya alhadith as-sahih, kadhalika itakuwa ni kinyume na masharti ya alhadith alhasan, hiyo itakuwa ndani yake kuna taksir, na ikipatikana taksir au illa inakuwa ni sababu kupatikana miongoni mwa sababu na nau katika min anwa alhadith aldhaif. fahuwa dhaifu wa huwa aqsama kathur, hiyo itakuwa ni hadithi dhaif na hadithi dhaifu ni nyingi. kisha akasema wama udhifa lilnabiyi almarfuu wama litabi'in huwa almaqtu'. الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. حديث مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو الصفة. وحديث مرفوع taarifu yake ni ile hadithi ambayo imefanywa idafa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, imma katika vitendo vyake au kauli zake au sifa zake.
كذلك الحديث الموقوف ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا. كذلك الحديث المقطوع ما أضيف إلى التابع. والآن سنكتفي هنا إن شاء الله تعالى، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.